Hujambo na karibu naitazama Veushly TV na mimi ni Violence Mugoi, na taarifa za hivi sasa ni kwamba miili ya abiria watatu yaopolewa baada ya ajali ya boti kwenye bahari ya Chuda, Mombasa. Miili ya watu watatu hao waliopotea baada ya ajali ya boti katika mkondo wa Chuda, Mombasa sasa imepatikana na kuopolewa na vikosi vya uokoaji kufuatia juhudi za siku kadhaa za msako unaohusisha vyombo vya usalama vya serikali. Ajali hiyo iliyotokea Ijumaa jioni wakati wa mashindano ya boti kwenye tamasha la East African Ocean Festival, ambapo boti iliyokuwa imewabeba washiriki 22 ilipinduka karibu na mstari wa mwisho wa mbio. Watu 19 waliokolewa huku watatu wakitoweka majini. Mwili wa kwanza ulipatikana Jumapili tarehe 12 mwezi wa Oktoba mwaka 2025 jioni, huku miili miwili iliyosalia iliopolewa mapema Jumatatu tarehe 13 Oktoba mwaka 2025 asubuhi na kikosi maalum kutoka Jeshi la Wanamaji, Walinzi wa Pwani na idara ya uokoaji wa majanga. Miongoni mwa waliofariki ni Steven Karembo miaka 23 na Thomas Wanyonyi miaka 24, ambao miili yao ilitambuliwa na familia na kupelekwa katika hifadhi ya maiti ya hospitali kuu ya rufaa ya Pwani kwa uchunguzi zaidi. Naibu wa Rais Gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir na viongozi wengine wa kitaifa na kaunti walitembelea eneo la tukio na kuahidi kusaidia familia za waathirika, ikiwemo kugharimia mazishi na kutoa usaidizi wa kisaikolojia kwa manusura. Fanye bidii kwa vile maji imetulia sasa kidogo imeshuka. Tuombe Mungu. It is not the right thing to do kwa sababu wale pia watakao kwa boat hatutaki kuhatarisha maisha yao na wao ni usiku. Lakini tunajaribu kwa vile ni hapa tuangalie, lakini zaidi itabidi iwe ni kesho ndio full force. Lakini kwa sasa itaanza kuanzia sasa kazi. Si sawa namna hiyo sio? So acha wameenda kuchukua hizo matochi. Wakija na tumekubaliana na badi yeye yuko hapa. Atalala hapa na mimi alfajiri nitakuwa niko hapa. Lakini kuna matochi na maboti ziko hapa. Tujaribu tuangalie vile itakavyowezekana. Sawa sio? Sasa ndio umeongea. Ungeenda? Wizara ya Usalama wa Ndani na Mamlaka ya Usalama wa Maji zimeanzisha uchunguzi rasmi kubaini chanzo cha ajali hiyo na kuchunguza ikiwa kulikuwa na uzembe au ukiukaji wa sheria za usalama wa majini wakati wa tamasha hilo. Endelea kufuatilia hapa Veushly TV kwa habari zaidi, na nimekuwa mwanahabari wenu Violence Mugoi hadi wakati ujao. Sisi ni kwamba leo hii mwili ambao umeweza kulala ndani ya maji kwa siku 3 umeweza kuokolewa na just locals ambao hawana gadgets, locals ambao hawana the so called experience, locals ambao they are not in the payroll and they were able to retrieve the bodies. Yet tuko na institutions ambazo tunazitegemea ziwe zinaweza kufanya kazi hii efficiently and effectively, wameshindwa na kazi yao. Hao vijana ambao wameweza kwenda kuokoa huu mwili ambao umeweza kupatikana katika bahari yetu hii ni watu ambao kwamba wamekuwa wakililia recognition for so long, but then the government imewapatia a very blank eye. So sisi kile ambacho tunasema ni kwamba the Kenya Marine has really failed, and this is not the first time. You know, when we have a disaster like this, especially kitu ambacho kinahusika na maji, wale wanaki ndio wenye kutoa miili na wenye kufanya kazi. Baada ya hapo wapewe shilingi 2-3 alafu kisha wasahaulike mpaka kutokea mkasa tena, waje wasaidie, wapewe shilingi 2-3 wasahaulike. Tunachokitaka ni serikali kuu iangalie vipi inaweza kuangazia BMUs hizi, vipi inaweza kutia juhudi na Kenya Marine ifutwe.